Je, umewahi kujiuliza kwa nini watu wengi wanaonekana wakiwa na afya hata wakiwa na ratiba ngumu ya maisha? Siri kubwa inaweza kuwa rahisi sana kuliko unavyofikiria, yani karanga. Chakula hiki kidogo kinachopatikana kila kona kinaweza kubadilisha mwili wako kwa njia ambazo hukuwahi fikiria. Lakini pia kama hautakula kwa usahihi, kinaweza kuleta madhara baada ya faida. Leo tutaangalia kwa undani kabisa nini hutokea mwilini unapokula karanga kila siku, faida zake za siri ambazo watu wengi hawazijui, na makosa hatari yanayofanywa na watu wengi. Endelea hadi mwisho. Namba mwisho inaweza kubadilisha mtazamo wako kuhusu karanga. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba. Kama unapenda mada za afya, ni kuombe like na kusubscribe ili unapata maudhui yetu mara kwa mara. Kwanza, moyo wako unabadilika. Karanga zina mafuta mazuri yanayoitwa healthy fats. Haya mafuta hufanya kazi kama kinga ndani ya mishipa ya damu. Yanasaidia kupunguza mafuta mabaya kwenye damu, kuboresha mzunguko wa damu, na kupunguza hatari ya pressure ya kupanda na kiharusi, yani stroke, na kusaidia moyo kufanya kazi kwa utulivu. Ukweli wa kushangaza, watu wanaokula karanga kwa kiasi mara kwa mara huwa na hatari ndogo ya matatizo ya moyo kuliko wasiokula kabisa. Namba 2, ubongo unakuwa haraka makini zaidi. Karanga ni chakula cha ubongo kimya kimya. Zina vitamini B, niacin, magnesium na mafuta ambayo ni omega 3. Matokeo yake, kumbukumbu huimarika, uamuzi unakuwa wa haraka, umakini huongezeka, na uchovu wa akili hupungua. Wanafunzi na watu wanaofanya kazi za kufikiria sana hunufaika zaidi na karanga. Namba 3, mwili unajenga nguvu kwa haraka. Karanga zina protini asilia. Protini hii husaidia kujenga misuli, kukarabati mwili badala ya uchovu, kuongeza nguvu. Watu wanaofanya mazoezi huona tofauti kubwa kwenye nguvu zao. Namba 4, uzito unadhibitiwa kwa urahisi. Hapa ndipo watu wengi hukosea. Wanadhani karanga ni chakula cha kunenepesha tu. Ukweli ni huu: karanga zina fiber, protini na mafuta mazuri. Hii hufanya ujisikie njaa haraka, usijisikie njaa haraka na kupunguza ulaji wa ovyo, lakini pia kudhibiti cravings za sukari, lakini ukizidisha kalori kujikusanya haraka. Namba 5, sukari ya damu inabaki imetulia. Karanga zina index ya chini ya sukari. Zina magnesium, fiber na mafuta mazuri. Matokeo, sukari haipandi haraka badala ya kula. Mwili unapata nishati ya muda mrefu. Hatari ya kisukari inapungua. Namba 6, ni mifupa inazidi kuwa imara. Karanga zina madini muhimu: calcium kidogo, magnesium, phosphorus na manganese. Hii husaidia mifupa kuwa imara, kupunguza udhaifu wa mifupa na kusaidia afya ya viungo. Kinga ya mwili inaongezeka. Karanga zina antioxidant. Hizi hufanya kupambana na uharibifu wa seli, kupunguza aging ya haraka, yani kuzeeka kwa haraka, na kusaidia mwili kupambana na magonjwa. Mwili wako unakuwa smart na ulinzi wa asili. Namba 8, ngozi inapata mwanga au afya ya ngozi inaimarika. Vitamini E kwenye karanga hulinda ngozi, hupunguza ukavu, huongeza elasticity, yani mvutiko, na husaidia ngozi kuonekana safi. Ndiyo maana bidhaa nyingi za ngozi hutumia vitamini E. Namba 9, macho na nishati ya mwili. Karanga zina antioxidant ambazo husaidia kulinda macho dhidi ya uchovu, kupunguza stress za macho na kusaidia kuona vizuri kwa muda mrefu. Namba 10, usingizi unabadilika. Karanga zina magnesium. Magnesium husaidia mwili kutulia, kupunguza stress na kuboresha usingizi. Watu wengi hulala vizuri zaidi wanapokula kiasi kidogo jioni. Tumbo linafanya kazi bila shida. Karanga zina fiber ambazo husaidia choo kuwa laini, kupunguza choo kigumu na kuboresha
bakteria wazuri tumboni, yani normal flora. Makosa hatari ambayo watu wengi hufanya. Hapa ndipo siri muhimu zaidi ipo. Kula karanga zilizokaangwa kwenye mafuta mengi, kula zenye chumvi nyingi, kula kupita kiasi kila siku, kula karanga zilizoharibika au zenye ukungu. Haya yanaweza kubadilisha chakula cha afya kuwa hatari. Kiasi sahihi. Kiganja kimoja cha karanga kila siku ni bora zaidi, bila chumvi nyingi, bila mafuta ziada, zilizohifadhiwa vizuri. Karanga si snacks ya kawaida. Ni chakula cha afya kilichojaa nguvu kubwa ya mwili na ubongo. Lakini siri yote ipo kwenye kiasi na namna unavyokula. Kula vizuri kwa afya bora, kula vibaya huhatarisha afya yako. Naamini umejifunza kitu. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki. Kama umejifunza jambo jipya, andika kwenye comment section Team Karanga.